lina sehemu ya maisha yake na akalitenda. Hii ndo shari inayotishia hatima ya maisha ya kudumu ya mwanadamu yoyote. Kwa hiyo mu'min, mtu aliyeamini hisabu na malipo, hana budi atake ulinzi kwa Mwenyezi Mungu asije akakumbwa na fitna kama hizi. Kwa hiyo sura hii imefunzwa maalum kwa waumini ili waitumie kutaka kwa Mola wao ulinzi dhidi ya vitimbi, ushawishi wa shaitani wa kibinadamu na kijini. Alladhina, hawama shaitani wa kibinadamu na kijini ni viumbe ambao yaghuna nasa, wanawadanganya watu, wanawapa improper instructions, maelekezo yasiyofaa, sio sahihi. Yaghuna nasa, wanawadanganya watu bianwa'il waswasati, kwa namna mbalimbali za wasiwasi, wal ighwa'i, na udanganyifu. Wasiwasi sio ule wa ugonjwa kwamba mtu anaoga shaka. Wasiwasi ni kufanyiwa jambo zuri, Mungu wako kakuagiza, lakini ukapambiwa, ukachuniwa moyo wako wewe ulione baya, na mwenyewe kweli ukalichukia, ukasema halina maana yoyote, ukaliwachilia mbali. Au jambo baya umeonywa sana na ukapewa tahadhari na jambo hilo, lakini nafsi yako ikaona hakuna jambo zuri kama hili, lina ubaya gani? Wewe ukaona ni jema na ukafanya. Huo ndio wasiwasi uliokusudiwa, kwamba mtu mwenye imani anayeamini Mungu na siku ya malipo anabudi atumie maombi maalum kumtaka Mwenyezi Mungu amuingize kwenye wigo wa watu waliohifadhiwa, waliolindwa na shari kama hizi za ushawishi ambao moja kwa moja umefungamana na maumbile ya binadamu. Baadaye inshallah nitafafanua vipi fitna hizi na shari hizi za mashaitani zilivyohusiana na mwanadamu moja kwa moja katika maumbile yake. Wakad khutima alkitab, na kwa hakika kimemalizwa kitabu au kimefungwa mwisho wake kitabu. Maana hii ndo sura iliyofungia kitabu cha Qur'an, ndo ya mwisho kabisa. Wakad khutima alkitab, kwa hakika kimefungwa hichi kitabu al-azizi, kilichokuwa kitukufu, bilmuawidhataini, kwa kuwekewa mwisho wake au kufungiwa kwake kwa hizi sura mbili za kutakia ulinzi. Wabadaa, na kimeanzwa kitabu hichi mwanzo wake bilfatihati, kwa sura ya ufunguzi kama tuliyoimaliza. Kwa hiyo ile ndo sura ya mwanzo na hii ndiyo ya mwisho. Kwa hiyo kimeanzwa kitabu kwa fatihatul kitab na kimemalizwa kitabu hichi kwa muawidhataini, liyajmaa baina husna albadai wa husna alkhatami, ili kitabu kizima, maudhui iliyoko katikati, iwe imekusanywa pamoja na kulindwa baina ya mwanzo mwema na mwisho mwema. Kitabu kimeanzwa vizuri kweli kweli na kikamalizwa vizuri kweli kweli, lakini hawaoni uzuri huu ila watu wenye akili zilizo salama, watu wenye imani, nyoyo zao zinawaza mambo yaliyokuwa ni munasaba na maumbile yao. Wengineo wanaona dunia ni mahala pa kustarehe tu, yote haya huwa wanayaona porojo tu, hawawezi wakayatia katika fikra zao yakapata nafasi angalau wakayadigest, wakaona umuhimu wake. Watu waumini wenye akili zilizo salama ndio walioletewa maagizo haya, na bila shaka huwa wanayatumia. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kuisoma sura hii kwa kutanguliza jina la Mwenyezi Mungu, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Qul, sema, na wewe mu'min ndo unaamrishwa. Qul, sema, a'udhu birabbin nas, nataka ulinzi mimi kwa Bwana mwenye kuwalea watu wanadamu. Rabbi bimaana ya lile jina lake Rabbul Alamin, mlezi wa viumbe wote wa ulimwenguni. Kwa hiyo huyu ndo Rabbun Nasi, Bwana mwenye kuwalea watu wanadamu, kuanzia anapoanza kuwaumba, kuwakadiria mahitaji yao, nyenzo za kila ambacho watakihitaji katika maisha yao ya duniani. Kwa hiyo yeye Mwenyezi Mungu ndiye Rabbun Nas, Bwana mlezi
anayejua maslahi, mahitaji ya wale ambao wanamtegemea, kama wanamtegemea directly au indirectly, kwa sababu watu ambao hawaamini Mungu wao wanaona mambo yao yote yanakwenda kwa akili zao, elimu zao. Lakini watu ambao hawamwamini Mungu wanamtegemea Mungu, kama wanajua au hawajui, lakini wanamtegemea Mungu kwa mambo yao yote. Kwa hiyo wao wanamtegemea Mungu, lakini wanajihisi kama wako huru na mambo wanayafanya wenyewe, lakini Mungu wanamtegemea. Lakini waumini wanamtegemea moja kwa moja, wanajua kwamba Mungu ndiye mkamilishaji wa mahitaji yetu yote. Maliki nasi ni Mola, mfalme wa watu. Natumia neno hili au jina hili la mamlaka, kwamba yeye ndiye mfalme aliyemiliki kusimamia, kuziendesha serikali za watu wote, wanadamu wote. Yeye ndiye mfalme wao mkuu. Ilahi nasi ni Mola wa watu, mwenye kukusudiwa kwa ibada. Yeye watu wote wanaoabudu, basi yeye ndiye mwenye kustahiki ibada za watu wote. Namuomba Mola huyo ulinzi min sharri alwaswasi alkhannasi, aniepushe na shari za wasiwasi wa yule muovu mwenye kurejea nyuma. Alladhi, muovu ambaye yuwaswisu fi suduri nasi, huwa anatia wasiwasi fulani katika vifua vya watu, min aljinnati wan nas. Na hawa wenye kutia wasiwasi nyoyoni mwa watu ni miongoni mwa majini na wanadamu. Kwa hiyo makhabithi wabaya wanaomshawishi mabaya mwanadamu mpaka akatoka kwenye toa ya Mola wake ni majini na wanadamu waliokuwa wabaya, mashaitani. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Tafsiri ya sura hii, aya yake ya kwanza inasema qul a'udhu birabbin nas. Qul a'udhu birabbin nas, ai maana yake qul ya Muhammadu. Sheikh kataja Muhammad bimaana yeye ndiye aliyekuwa akapokea huu wahai kutoka kwa Mungu, anaagizwa yeye kwa mara ya kwanza. Na jambo lolote aliloagizwa mtume ni amri kwetu sisi wafuasi wake, kama ambavyo Qur'ani yenyewe inatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhira wa dhakara Allaha kathira. Nyinyi waumini mna kwa mtume wenu kiigizo kizuri sana, kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, yani yeye ndo mumfanye kiigizo. Lakini mtume anakuwa ni kiigizo kwa mtu miongoni mwenu anayetarajia mafanikio kwa Mwenyezi Mungu, anayetarajia kufuzu siku ya kiyama au siku ya hisabu, na akawa anamkumbuka, anamtaja na kumheshimu Mola wake sana. Si kwa mtu mwingine anasema yeye haelewi kama kuna Mungu, wala si kwa mtu ambaye matendo yake anayoyafanya huyafanya bila ya kutarajia kupata malipo kwa Mwenyezi Mungu siku ya hisabu. Huyu hayumo. Mtume anakuwa ni kiigizo cha kufuatwa na kuigwa kwa mtu ambaye anamuamini Mwenyezi Mungu, anatarajia kupata mafanikio akirudi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yote anayoyafanya duniani anayalenga kupata maslahi yake akhera. Akiuza anauza kama Mungu wake alivyotaka, akinunua anafuata maagizo ya Mwenyezi Mungu vipi anunue, na akiwa na makubaliano na watu anaheshimu makubaliano kama alivyoagizwa kwamba tekelezeni ahadi zenu. Kila analofanya mwanadamu la duniani halikuachiwa hivi hivi, ila lina muongozo wake kwenye kitabu cha muongozo. Kwa hiyo huyu ndo anayeweza kumuiga mtume, maana mtume alikuwa hafanyi mambo kibubusa, ila ana obey instructions alizopewa na Mola wake. Hata mama Aisha radhiallahu anha alipoulizwa kuhusu tabia na mwenendo wa mtume, basi alijibu simply kana khuluquhu alquran. Tabia ya mtume ilikuwa ni Qur'an. Soma Qur'ani hivyo unavyoiona Qur'ani, basi na tabia ya mtume ndo ilikuwa hivyo. Aliloamrishwa humo yeye alikuwa anatekeleza,
alilokatazwa humo yeye alikuwa analikataa na kulikataza, lililopendekezwa humo na yeye alikuwa analipenda, lililochukizwa humo yeye alikuwa analichukia. Qur'ani ilivyo ndo mtume wenu tabia yake ilivyo, na nyinyi muige mtume wenu, ndiye kiigizo chema kwa wanaotegemea mafanikio ya akhera. Kwa hiyo kul, amri kapewa mtume, lakini wamepewa wanaomfuata mtume. Sema ewe mu'min, sema ewe msomaji wa maneno haya, a'udhu birabbin nasi, nataka ulinzi kwa bwana wa watu. Sema kul, sema atasimu wa altaji, ninajifungamanisha kwa kuhitaji na ninajitegemeza, wa astajiru, na ninataka ulinzi, niwe katika ulinzi. Nani ninayemtaka anilinde? Nani ninayetegemea kwake? Birabbin nasi, najitegemeza, nataka ulinzi na ninajitumainisha kwa Bwana aliye mlezi wa maisha ya watu. Kama kuna yoyote ambaye yeye ndiye responsible wa kuwepo kwa wanadamu hapa, anayejua mahitaji yao akawakamilishia shida zao, huyo mimi ndiye ninayetegemea na ninayeomba kwake msaada na ulinzi. Mtu ndo anafundishwa aseme hivyo, na anayefundisha ndo huyo Mungu mwenyewe. Anamfundisha mtu aliyeamini, sema hivi, sema hivi, sema hivi, kwamba hakuna linalotokana na akili ya mtu mwenyewe abuni kwamba ninabuni ibada hii, basi hii kwa ilivyo nzuri Mungu bila shaka ataipenda. Hapana, namna ya ibada Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye aliyependekezesha kwamba nitumikieni hivi, na akamtuma mtume awe ni demonstration kwa watu wanaotaka kumwabudu Mungu mpaka Mungu aridhike, wamfuate huyu nilivyomfundisha. Hao ndio watu ambao watanufaika na haya yanayozungumzwa humu, sio wanaojibunia mambo wenyewe kwa akili zao za kuzaliwa au elimu walizozipendelea, halafu wanayoyatenda yakawa yanapingana na anayoyataka Mungu kwenye mwongozo huu wa kitabu hichi. Kwa hiyo ninataka ulinzi, ninategemea na najiweka katika himaya ya Bwana mlezi wa watu ambao ni wanadamu. Bikhaliqin nasi, nataka ulinzi na ninajitegemeza kwa aliyewaumba watu. Watu wana mambo mengi, watu wako wazuri na wabaya, hawanyooki wote. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa mashakani kwa hao watu wenzio. Kwa hiyo kama unataka salama, uwe katika ulinzi, basi mtake yule aliyewaumba, anayewamudu kuwamiliki hawa watu, akulinde na shari yao. Maana sio wote wazuri waelekevu, wengine wabaya ni mashetani. Kwa hiyo yule ambaye anawamudu hawa ndo anaweza akaprovide ulinzi unaotosheleza kwako. A'udhu bikhaliqin nasi, nataka ulinzi kwa aliyewaumba watu, wa murabbihim, na yule anayewalea kwa kuwakimia na kuwakidhia mahitaji yao, wa mudabbiru shuunihim, na anayewapangia mambo yao yote. Ni Mungu huyo. Alladhi, Mola ambaye au mlezi ambaye, ahyahum, ndiye aliyewahuisha. Hawakuwepo, yeye ndio ilikuwa sababu ya kuwafanya wawepo. Ahyahum, anawapa watu uhai, wa aujadahum, na yeye ndiye aliyewavumbua. Hakuwamiliki kwa kuwaiba, kuwateka nyara, kawavumbua mwenyewe. Minal adami, kutoka walipokuwa hawakuwepo, kawatoa pasipojulikana, akawaleta hapa duniani, na mimi ndo niko hapa duniani. Kwa hiyo namtaka huyo Bwana wa hawa watu anilinde. Mtu anafunzwa hayo maneno, kama anaona iko haja ya kuyatumia na anahisi kwamba atanufaika kwa kuyatumia, basi ayatumie hayo maneno. Huyo muumbaji mwenyewe ndiye aliyeleta agizo hili. Watu lazima watake ulinzi, maana wamekabiliwa na shari na mitihani mingi. Wa an'ama alaihim, na mlezi huyo yeye ndiye anayewaneemesha wanadamu. Yeye ndiye aliyeleta neema zote zinazoonekana na hata za siri zisizoonekana. Kwa hiyo huyo ambaye ndiye aliyewaleta hawa, akawapamba kwa kadiri alivyowapamba kwa akili, elimu na mambo mengineyo, akawamiminia neema chungu nzima,
bianwa'i ni'ami, kwa namna mbalimbali za neema. Basi huyo bwana huyo namuomba anipe ulinzi na shari za hawa watu viumbe wake, maana neema kawapa nyingi na wengine hulewa hizo neema, basi wakatoka katika mipaka waliowekwa na shari zao zikawa kubwa sana. Qala almufassiruna, wamesema wanawachuoni wa tafsiri, innama khussa an-nasa bidhikri, hapa kwa kutajwa kwa jina hasa Rabbin nasi, Malikin nasi, Ilahin nasi. Kila jina miongoni mwa majina ya Mungu yaliyotumika, Rabbun, Ilahun, Malikun, limehusishwa na mwanadamu peke yake. Katajwa mtu mwanadamu, wa in kana jallat azamatuhu, ijapokuwa huyu Mungu ambaye utukufu wake umetukuka ni mkubwa, Rabbu jami'il khalaiq, yeye ni mlezi wa viumbe wote, sio watu peke yake. Kwa nini katajwa mtu peke yake? Wanasema wanawachuoni, katajwa mtu hapa kwenye kila jina miongoni mwa majina ya Mungu yaliyotumika, ila hali ya kwamba yeye Mwenyezi Mungu sio Mola mlezi wa watu peke yao, yeye ni mlezi wa viumbe wote mpaka usubi. Anajua shida zake, mahitaji yake, na halali na njaa usubi. Anaamka akenda na safari zake na kakadiriwa riziki zake na bwana huyo mmoja mlezi. Sasa kwa nini atajwe mtu peke yake? Hii ni kwa sababu tashrifan wa takriman lahum, ni kuonyesha heshima na utukufu waliopewa wanadamu, kama Mwenyezi Mungu alivyosema kwenye aya nyingine, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kwa hakika mwanadamu tumemkirimu sana, tumemweka katika heshima ya hali ya juu mwanadamu. Walaqad karramna bani adama, kwa hakika mwanadamu ni kiumbe tuliyemheshimu sana, tumemweka kwenye heshima ya hali ya juu, bimaana tumemtukuza. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, na sisi ndiye tunayembeba mwanadamu nchi kavu na baharini. Wewe ukipanda lile gari lako la fahari, basi Mungu ndo kakubeba wewe pale. Wewe unajiona umewini ujanja wako, elimu yako, pesa zako, Mungu wala humkumbuki, lakini wallahi safari zako zote anakubeba yeye. Ukipanda angani yeye kakubeba, ukipita majini kakubeba yeye, ardhini kakubeba yeye. Wa amalnahum fil barri wal bahri, tunawabeba wanadamu kwa kuwachukua na kuwaendeshea na kuyasimamia mambo yao yaende, yasiharibike katika mazingira ya nchi kavu na baharini. Warazaqnahum min at-tayyibati, na kwa hakika wanadamu tumewaruzuku katika vyakula vizuri vizuri, maana wengineo vyakula vyao ni vitu ambavyo wala havitayarishwi vyema. Ng'ombe yeye ukimfunga panapoukoka leo na kesho mrejeshe tena ukoka, habadilishi mtindo wa mapishi, akasema kila siku mijani mibichi nimechoka, niletee leo vitunguu kidogo, niunge kidogo, niachemshe. Hana hivyo ng'ombe, majani mabichi ndo resheni yake maisha yote. Akipata na maji yake ya kunywa, alhasili kashiba, katulizana roho yake. Lakini mwanadamu ana millions ya mitindo ya vyakula na mapishi. Warazaqnahum min at-tayyibati, tumewaruzuku wanadamu vyakula au riziki nzuri. Wafadhalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, na sisi tumewafadhilisha kwa kuwafanya ndio viumbe bora kuliko wengi miongoni mwa viumbe tuliowaumba. Hawa wanadamu wao wana fadhila zaidi, wao ni bora zaidi. Lakini je, wanashukuru hivyo? Wanajua kuwa wameheshimiwa na wao wanaithamini ile heshima waliopewa? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamtaja mtu kwamba kampa neema nyingi na kamtukuza sana, lakini hiyo heshima aliyopewa kama ataimisuse, basi hana salama anakokwenda, lazima atapata malipo yake. Meni nyie, Mungu mwenyewe ndo anayewaruzuku. Kwa hiyo huyu ni Mola anayeyasarifu mambo ya viumbe wote. Kwa hiyo akijua hilo ataelewa pia annahu ghaniyun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamtaja mtu kwamba kampa neema nyingi na kamtukuza sana, lakini hiyo heshima aliyopewa kama ataimisuse, basi hana salama anakokwenda, lazima atapata malipo yake. Kwa hiyo katajwa makusudi kwamba yeye ndiye Bwana aliyekirimiwa, kamilikishwa vya mbinguni na vya ardhini. Yeye ndo akafanywa khalifa mwanadamu, halafu aseme Mungu hakuna,
au asijali mwongozo uliotoka kwa Mungu, ila yeye awe na mamlaka ya kujipangia mwongozo mwingine. Katajwa hivyo makusudi. Halafu kuna na jingine huko mbele inshallah tutaliona. Kwa nini Mwenyezi Mungu akatumia majina yake tofauti akayahusisha na mtu peke yake? Akasema yeye Rabbun Nasi, mlezi wa watu, akatumia jina lake la Rabbu, la ulezi. Halafu akatumia Malikin Nasi au Malikun Nasi, mfalme wa watu, akaliweka kwa watu vile vile jina la ufalme. Akatumia Ilahu Nasi, kwamba yeye ndiye Mola anayestahili ibada kwa watu. Haya pia tutaona huko mbele inshallah ufundi wa lugha uliotumika kwa maneno ya majina ya Mwenyezi Mungu yakabebeshwa au yakahusishwa moja kwa moja na mtu na sio viumbe wengine. Mtu, nas, mwanadamu. Min haithu annahu ta'ala, kamtukuza mwanadamu kwa namna ambayo yeye Mwenyezi Mungu mtukufu sakhara lahum ma fil kauni, wanadamu ndio aliowadhalilishia yaliomo ulimwenguni. Al-kauni manake ni universe. Watu wanatengeneza vyo hapa, vinafanya research outer space, anga za juu mpaka kwenye Mars na Jupiter na kwengineko, wanadamu. Na Allah katoa idhini hiyo, usishangae kwamba watu wanayafanya hayo, kwa sababu Allah akasema afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib ونزلنا من السماء ماء مباركا فأخرجنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. yote haya yanahusiana na mwanadamu moja kwa moja kwa dhamana yake kama khalifa. Kwa hiyo lazima atajwe hapa na majina yote hayo ambayo ni sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sakhara lahum, sakhara Allahu lil insani, Mwenyezi Mungu kamdhalilishia mwanadamu ma fil kauni, yaliyomo ulimwenguni yote. Ni mengi mno. Elimu ya mwanadamu, sayansi, teknoloji na mazingira alionayo, basi anaogelea kwa fahari kabisa kwa upana na ukunjufu wa akili alionayo, akaonekana sura ya mabadiliko na maajabu anayoyafanya. Malaika sio wabunifu wa kutengeneza machinery ya aina yoyote, na ilhali kazi zao ni nyingi, lakini mwanadamu kila siku anavumbua hichi na hichi na hichi. Ndivyo alivyotayarishwa mwanadamu, na mtayarishaji yupo lakini hajulikani wala hakumbukwi, kwa kheri wala kwa shari. Wachache ndo wanaomtambua. Qalilan ma tadhakkarun, qalilan wa qalilun min ibadiya ash-shakur, wachache katika waja wangu ndio wenye shukrani, Mwenyezi Mungu anasema. Kwa hiyo kamtaja mtu kwa heshima aliyompa na vipaji alivyomuumba navyo, majukumu aliyompa, halafu akamuhusisha na hizo sifa miongoni mwa sifa zake. Wa amadahum, na Mwenyezi Mungu huyo akawapa kwa ukunjufu mpana zaidi, kawakunjulia sana binadamu bila akli wala ilmi, akili na elimu. Kama ubongo na ng'ombe anao ubongo, lakini hamjapatapo nyinyi kusikia kuna kikao cha mkutano wa ng'ombe wote wa jimbo fulani wakasema, jama tumechoshwa na udhalilishwaji wa wanadamu, kila siku wanatuchinja, hebu angalieni ukipita katika maeneo ya masoko nyama zetu zinauzwa, tufanye mpango wa ukombozi, tujikomboe kutokana na sharia. Ng'ombe hawajafanya hivyo. Ubongo wanao, ulimi wanao, lakini hawatamki. Na siku zote wanafanywa kiteo, lakini hawajafanya mpango wa mkutano wa kutaka kufanya mabadiliko ya ukombozi. Wanadamu angalia, walitawaliwa waliotawaliwa, wakaunda walivyounda ili wajikomboe kutokana na udhalilishwaji wa kutawaliwa, wawe huru. Wanadamu wamepewa vipaji vya akili na elimu. Mungu ndo aliyetayarisha hayo. Alafu haitoshi, wa asjada lahum malaikatihi wa asjada lahum malaikatu qudsi, walisujudi kwa mwanadamu malaika walio kwenye utukufu wa Mwenyezi Mungu.
viumbe ambao sifa yao la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun, hawamuasi Mungu hawa kwa wanaloamrishwa lolote. Hawasemi hali inachosha bwana, siku zote hivi tu tufanye hivi, tutagoma, tutadai zaidi maslahi. Hawana hivyo malaika. La yaasuna Allah ma amarahum, hawamuasi Mungu kwa lolote wanaloagizwa, wanatekeleza kadiri ya uwezo wao. Wayafaluna ma yumarun, na wana tabia ya kufanya kila wanachoagizwa. Sasa mwanadamu kapewa heshima na viumbe kama hao. Alama ya heshima aliyopewa mwanadamu ina vielelezo vingi sana, hasa tukipitia darasa za Qur'an. Mulkan tamman, fahum, kwa hivyo wao wanadamu afdalul makhluqati, ni viumbe bora zaidi kuliko viumbe wote aliyoumba Mwenyezi Mungu. Kwa heshima hizi zote walizopewa, fahum, kwa hivyo wao wanadamu afdalul makhluqati, ni viumbe bora kuliko viumbe wote aliyoumba Mwenyezi Mungu. Ala al-itlaqi, ili swala liko open, liko wazi kabisa. Mwanadamu ni kiumbe aliyekirimiwa kama aya mbalimbali tulizopitia zinavyoonyesha. Kwa hiyo Allah kasema kumfundisha mwanadamu mu'min, kul, sema, a'udhu, nataka ulinzi, birabbin nasi, kwa Bwana mlezi mwenye kukimu na kusimamia mambo ya wanadamu. Naomba kwake ulinzi. Na ulinzi unauhitaji tu wewe. Vyovyote utakavyojiona unahitaji ulinzi. Maana mwingine mkubwa ana walinzi waliosomea, tena wana mafunzo ya mbali, na halafu pia wote hao huona bado hawajamtosheleza, basi na mganga anaye, na mganga ana sehemu yake. Bado ni katika nafasi ya binadamu kwa kujua kuna shari mbalimbali zinazoweza kumtokezea, basi lazima ajitafutie safety precautions kwa kila hali, kila mazingira. Kwa hiyo mwanadamu ni dhaifu na anahitaji tu kinga na ulinzi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwa kulijua hili akaweka hifadhi ya mu'min, na pahala muafaka pa yeye kupata hii hifadhi hakuna pengine ila kwa Mola wake peke yake. Kama Mola aliyeumiliki ulimwengu na vilivyomo akikusudia kukupa ulinzi, huna adui atakayekuweza katika dunia hii, na akikutelekeza akaondosha ulinzi wake, basi utahangaika utafute walinzi wote na wote hawatoweza kukusaidia. Aya ya pili inasema malikin nas, mfalme wa watu. Neno ufalme tunajua maana yake kingdom. Malikin nas, mfalme wa watu, pia wakatajwa watu. Ai maliki, yeye ndiye mwenye kumiliki. Maliku jami'il khalaiq, jami'il khalq, yeye ndiye aliyewamiliki viumbe wote, wa Ulaya, wa Afrika, wa Amerika, wa Europe, wa Asia, wenye elimu, wasio elimu, watawala na waliotawaliwa, wote ni viumbe wanatokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Vipaji walivyonavyo na wingi wa neema walizoneemeshwa, sosi ya yote hayo ni huyo Mungu mmoja. Kwa hiyo kama ni ufalme na watu wakawa wana uzuri, ukubwa, umadhubuti wa madaraka na mamlaka yao, hawajamshinda huyu mfalme mkuu. Yeye ndiye mfalme wao wote. Maliku jami'il khalqi, ndiye aliyewamiliki viumbe wote. Hakimina wa mahkumin, wenye hukuma na walio chini ya hukuma. Hakimin ni administrators, wakubwa, watawala. Wa mahkumin, na waliotawaliwa. Allah yeye ndiye mfalme wa wenye mamlaka na wasio na mamlaka, waliotawala na waliotawaliwa, wanaohukumu na waliohukumiwa. Wote mfalme wao mkuu zaidi, ambaye ndo mwisho wa matatizo yote ya kiutawala, mambo ya dhulma, ubadhirifu, atayahoji yeye kwa mara ya mwisho. Huyu ndo Malikun Nas, mfalme wa watu wote. Malakan, mulkan taman, yeye ni mwenye ufalme uliotimia, huyu Allah subhanahu wa ta'ala. Shamilan kamilan, uliojumuisha kila kitu kwa ukamilifu wake. Allah subhanahu wa ta'ala yahkum, Allah atawahukumu watu wote. Wayadhbitu a'malahum, na anadhibiti matendo yao. Mfalme matendo yake yanadhibitiwa, na raia wake pia matendo yake yanadhibitiwa.
Aliyehukumu hakimu, yule hakimu matendo yake yanadhibitiwa, na aliyehukumiwa pia matendo yake yanadhibitiwa. Kwa hiyo iko siku ya hukumu, wote watakuwa ni washtakiwa na watakuwa wana kesi za kujibu. Wanadamu wote, mfalme wao mwenye mamlaka kamili na utawala ulio madhubuti ni huyu mmoja. Haya ndiyo yalikuwa chanzo cha watu kugombana na manabii, kwa sababu ukitangaza sera kama hizi watu wakajisikia wote sawa na muongozo unaostahiki uwatawale watu ni unaotoka kwa Mungu, maana wenye authority watakosa authority zao, wenye power watajisikia wamepunguzwa power. Sasa watu wanapenda wawe na hadhi zao, wawe ndio wapangaji na watu wengine wawe wakupangiwa. Hawapendi kuwasia sote tunao mpango mmoja, kwa hiyo sisi tufuate tu huu mpango. Mwenye heshima huu mpango unampa heshima yake. Kila mmoja, mzee kapewa heshima yake, mtawala kapewa heshima yake, kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa kuzingatia hivi kasema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, au kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waumini, kama mmeamini, disiplini ya kiuongozi iwepo, kuweni watiifu kwa Mola wenu, yeye ndo mwenye mamlaka yote. Ndio maana likawekwa tamko la taa, atii'u Allah, mtiini Mungu. Nyote nyinyi ni wa kumtii Mwenyezi Mungu kwa kila alilolitaka. Wa atii'u rasula, na wa pili wa kumtii ni mtume, maana mtume hasemi ila langu mimi. Analokuamrisheni nimemtuma mimi, analokukatazeni nimemtuma mimi, lazima mumtii. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu kwa kusisitiza hilo akasema, wa ma arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah, sijatumapo mimi mtume yoyote ovyo ovyo tu adharauliwe, la, nimemtuma atiiwe huyo mtume wangu kwa idhini ya Mungu. Kwa hiyo idhini ya Mungu kwa mtume, watu wote wamtii mtume huyo kama wameamini kweli. Na agizo la tatu likaja, wa ulil amri minkum, lakini wa ulil amri, lile sisitizo la atiu limeondoshwa, kwamba ulil amri minkum ni watu tu wenye madaraka ya kiuongozi katika nyinyi, muwatii vile vile. Lakini kuna in exceptional case, fa in tanaza'tum fi shay'in, pakitokezea mzozo, kutokukiri lililotendwa au kukubaliana na lile lililoagizwa haliendi sawa sawa na anavyotaka Mungu na mtume, pakatokezea mzozo, kutokufahamiana au kutokuridhika kwa huyo aliyepewa oda, basi faruduhu ila Allahi wa rasulihi, lirejesheni kwa Mungu na mtume wake. Jawabu yake mtaipata tu. Wa makhtalaftum fihi min shay'in, chochote mtakachohitilafiana nyinyi waumini, fa hukmuhu ila Allah, eleweni hukumu yake itakuwa ipo tu kwa Mungu. Hakukosekani kitu. Kwa hiyo wale viongozi wenye mamlaka kwa Waislamu walioambiwa watiiwe, na wao wawe ni Waislamu waumini, wanachomuamrisha mtu na wao wameshaamrishika kwa hicho, kwa sababu ndicho alichotaka Mungu, na wanachomkataza mtu basi na wao washakatazika kwa hicho, kwa sababu Mungu kakataa. Hawa ndio wanaostahili toa moja kwa moja. Kuwatii hawa ni kumtii Mungu, na ukimwasi kiongozi aliyekuamrisha amri ya Mungu, ndo umemwasi Mungu mwenyewe. Ndo likaja agizo la taa. Kwengineko kuna kauli za mtume nyingi tu, mojawapo mashuhuri anasema, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hairuhusiwi kutii amri ya kiumbe inayoonesha moja kwa moja kutii amri hii ni kumwasi muumbaji. Kwa hiyo adabu ya uongozi pia, viongozi wana haki zao, Mungu kawapangia watiiwe, na toa tunajua ni jambo maarufu, heshima, nidhamu, utekelezaji, uwajibikaji. Watu wamepewa mafunzo yote haya kwenye kitabu chao, kuonyesha kwamba maisha ya watu haya ya kwanza na haya yajayo yote yako katika ufalme wa Mungu. Bado Mungu ndiye mwenye madaraka ya mwisho, mfalme wa watu. Tunafahamiana vizuri eh? Huyo ndiye mfalme wa watu. Wa yudabbiru shuuni, Mwenyezi Mungu ndiye anayewapangia watu mambo yao. Hapa inyeshe mvua, wape riziki kwa wingi, msimu huu mavuno yaongezeke, ni mambo ambayo yanapangwa huko. Watu wanakuja kuona athari ya matokeo yake tu. Jitihada zao watu ni ndogo kuliko kazi anayoifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na watu wanapaswa tu wakiri na kuonyesha shukurani kwa Bwana huyo. Ndio maana waumini
wakapewa agizo watake ulinzi kwa mfalme wa watu kwa kesi zote, matatizo yote ya masala ya kiutawala. Basi mtawala mkuu ni huyu. Yeye akikulinda na shari za wengineo waliokuwa wanaharibu mamlaka, madaraka, basi Mwenyezi Mungu anaweza akachukua hatua, kwa sababu yeye ndiye mfalme mkuu, mfalme wa watu. Alafu fayuizu wa yudhillu, Mwenyezi Mungu katika kazi zake za madaraka, kwa kuwa akajiita mfalme, ndiye anayemnyanyua madaraka mtu na akamuondosha mwingine madarakani. Qulillahumma malikal mulki, sema Muhammad au sema Muislamu, Mwenyezi Mungu uliye na mamlaka juu ya falme zote hizi tulizo nazo, Mwenyezi Mungu malikal mulki, uliyezimiliki falme zote tunazoziona, tu'til mulka man tashau, wewe huwa unampa huu falme unayemtaka, watunzi'ul mulka mimman tashau, na huwa unaupokonya au unauondosha, unauvua ufalme kwa unayemtaka kumnyang'anya. Watu'izzu man tashau, unamtukuza umtakaye, watudhillu man tashau, na kumdhalilisha kumweka chini umtakaye. Biyadikal khairu, khairi zote ziko mkononi mwako Mwenyezi Mungu. Innaka ala kulli shay'in qadir, wewe ndiye muweza juu ya kila kitu. Maneno yote hayo wamefundishwa waumini. Tulijul laila fi nahari, unauingiza usiku ndani ya mchana. Watulijun nahara fi layl, na unauingiza mchana ndani ya usiku. Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, unakitoa kilichokufa kutokana na kilicho hai, lakini hakufikia malengo, kwa sababu kadari iko kwa Mungu na jitihada ya mja haiondoi kudura ya Mungu. Kwa hiyo huyu ndiye Malikin Nas, lazima alielewe hili, na anampaswa kutaka ulinzi kwa mfalme huyu. Mambo yake yote ya kiuendeshaji, usimamiaji, utawala, basi yatakaa sawa akiwa katosheka na ufalme wa mfalme huyu mkuu. Ilahi Nas. Aya nyingine yeye Mwenyezi Mungu anatufundisha tuseme a'udhu bi ilahi Nas, nataka ulinzi kwa Mola mwenye kuabudiwa na watu. Ilahun ni yule mwenye kuabudiwa, anakusudiwa kwa ibada, lakini yeye hana wa kumwabudu, hamwabudu yoyote, ndio ilah. Kwa hiyo hata sanamu lile ukilichonga, sanamu halikuabudu wewe mwenyewe tu unajipa shughuli la kuliabudia, na ukategemea kwamba haja zangu zinakuwa kwa sababu ya kusujudi kwenye sanamu hili. Kwa hiyo lile limepewa cheo cha ilah. Tuliposoma kule alhamdu, jina la Allah tuliambiwa ni jina lisilo shabii, halina jamu, hili ni la Mungu peke yake, lakini majina mengine yote yana mshabaha. Ilahun ni Mungu na Allah ni Mungu, lakini ilahun lina jamu, wako alihatun chungu nzima. Kwa hiyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala akajiita ilahun nas, yeye ni Mungu mwenye kukusudiwa kwa ibada na watu, wala yeye hana haja ya kumwabudu yoyote. Yeye anategemewa, lakini hamtegemei yoyote. Yeye asipotia msaada wake haliwi jambo, lakini yeye hakuna ambaye anauhitaji msaada wake kwenye mambo. Huyo ndo ilah. Sasa cheo hichi mkimpa sanamu, mkimpa mtu, mkimpa jini, mkaupa mzimu, mkalipeleka popote, jina hili litakuwa mmeliweka mahala sipo, lakini mwenyewe hasa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ilahun nas. Hili ndo jina utakuwa umeliweka mahala pake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye Mola mwenye kutegemewa, kukusudiwa, kutoa msaada, kuabudiwa na watu. Ai maana yake maabuduhum, yeye ndiye anayeabudiwa na hawa watu. Alladhi la rabba lahum siwahu, bwana ambaye watu hawana mlezi mwingine, hawana wa kutegemea mwingine asiyekuwa huyu mmoja. Na mifano ni mingi sana. Mmoja wa karibu, wewe ukiweka kisiki cha muhogo kwenye dongo kubwa ulilofanya umepiga kongo au tuta, halafu unakwenda zako nyumbani, kinachofanya kisiki cha muhogo kiingie mizizi, kiote na majani, mizizi ivimbe mpaka uje uvune muhogo, si utaalamu wa bwana shamba, wala sio chemistry iliyotengeneza mbolea, wala si chochote.
ni kwamba kuna kazi pale continuously 24 hours inafanyika. Hakuna mwingine yoyote anayefanya kazi hiyo, ni huyu tu mmoja. Kwa hiyo watu wanamtegemea Mungu kwenye kila hali, lakini wao wenyewe kwa sababu ya ufinyu wa akili zao na kuzidiwa na matamanio na jeuri kuwa nyingi, hawaelewi hadhi na heshima ya muumbaji. Wakitajiwa Mungu hawamjui hasa huyu Mungu ni nani. Lakini watu wenye imani, waumini, wanafunzwa hapa watake ulinzi kwa Mola mwenye kutegemewa na kuabudiwa na watu. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi kasema, wa innama qala, si vinginevyo ila Mwenyezi Mungu kasema, malikun nasi ilahun nasi fi nasi, lianna fi nasi, Mwenyezi Mungu kajiita hapa rabbun nasi, malikun nasi ilahun nasi. Anasema Qurtubi, hikma ile nisema nitakwambieni, hikma ya majina haya matukufu ya Allah yakategemezwa na watu, kwa sababu watu ndio wanaoambiwa. Huu ujumbe unakusudiwa uwafike watu hasa, na Mungu kasema hivi kwa makusudi mazima ya kuwa lianna fi nasi, kwa sababu katika watu, katika ulimwengu wa wanadamu, si ulimwengu wa wanyama wala wa samaki wala ulimwengu wa malaika, hao wote waweke pembeni. Lianna fi nasi, hii ni kwa sababu katika watu, bimaana wanadamu, mulukan, wako wafalme. Ni watu ndo waliojifanyia wafalme, na kama ambavyo katika watu kuna arbaban, wako wale walezi, kama Firauni alivyojiita ana rabbukumul a'la. Kwa hiyo Allah kajiita rabbun nasi, lakini kuna mtu au watu wameshadai hii rububia, sifa hii ya rububia, kwamba wao ndo walezi wanaokimu mambo ya watu. Watu hawaishi kama si kwa sababu ya wao. Hawa Mwenyezi Mungu ndo aliowasemea kwamba kuna watu wanaojiita wao ni arbab, wanayakimu mambo ya watu, wanajua maendeleo ya watu, mafanikio ya watu. Kwa hiyo wao wakajitwika hii sifa na wakajiona wao ndo wenyewe, hakuna mwingine, kama Firauni alivyofanya. Kwa hiyo kwa sababu ya kulijua hilo, Mwenyezi Mungu ndo akajiita hapo rabbin nas, qul a'udhu bi rabbin nas. Elewa kwamba watu wote wanao Rabbu mmoja tu. Kwa hiyo wewe kama una imani, kama unahitaji ulinzi, msaada, taka msaada na ulinzi kwa Bwana huyo mmoja, akutoshe huyo kama una imani kweli. La ukiona huyo yuko mbali, tangu mimi nije hapa sijaonana naye hata siku moja, nina shida zangu chungu nzima, hanjali kwa shida wala kwa raha, kwa hiyo simtaki Rabu huyo, natafuta Rabu mwingine, hiyo itakuwa shauri lako mwenyewe. Lakini kama una imani, yeye kajitambulisha kwako kwa yeye ndo Rabbun nas, Bwana mwenye masala ya malezi, kukidhi, kukimu, kusimamia mahitaji ya watu wote yako kwa Mungu. Na pia inajulikana kwamba anna fi nasi mulukan, kwenye watu kuna wafalme, mfalme wa nchi hii, mfalme wa nchi hii, mfalme wa nchi hii. Watu wana falme zao, zimestawi nyingine kiuchumi, kijeshi, kiutawala, kisiasa, kivi, wana falme zao watu. Majini hawana hivi vitu, malaika hawana hivi vitu, ng'ombe hawana, kama tulivyosema. Watu ndio wenye mambo haya. Kwa hiyo wakajulishwa watu kwa jina lile kwamba wao waelewe mfalme aliyemiliki falme zote ni huyu mmoja. Fadhakara annahu malikuhum, akawatajia jina hili Mwenyezi Mungu watu ili wajue kwamba yeye ndiye mfalme wao mkuu. Kama wanaona iko haya kutoa heshima kwa utawala, ufalme, basi mfalme wa kuheshimiwa zaidi kuliko wote ni huyu. Hawa wafalme wenu, huyu na wao ni mfalme wao. Kwa hiyo kama kuna chochote wanachokisimamia, wanachokiamrisha, wanachokikataza, kikubaliane na anavyotaka huyu mfalme mkuu, vinginevyo itakuwa ni shirki. Umeacha kumtambua mfalme mwenyewe na ukamtambua mfalme feki, kama ufalme wa Firauni ambao pamoja na kujiita Mungu, lakini kumbe hata kuogelea hajui, kafa maji, kizembe kabisa. Aibu kwa mtu aliyejiita Mungu halafu hakujua hata ule mtego aliotegewa pale, kwamba leo hapa mtego huu wamekusudia kuninasa, hakujua. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anafanya haya masomo yake na analeta maelezo haya yenye kufahamika, watu wajifunze, wakifahamu ndani wa maneno kwamba kama wanajua kuna falme nyingi duniani, waelewe kwamba yeye ndiye mfalme wao.
wa fi nasi, na pia Mwenyezi Mungu anajua kuwa katika watu duniani, man, yuko mtu ambaye au anaweza kupatikana mtu ambaye yaabudu ghairahu, anayemwabudia mwingine asiyekuwa Mungu, kwa hiyo kajifanyia ilahun asiyekuwa wa kweli. Kwa kulijua hilo, fadhakara, akataja Mwenyezi Mungu ilahu nasi, akataja hivyo liannahu, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ilahuhum wa maabuduhum, anawafundisha wanadamu waelewe kwamba Allah ndiye Mola wao anayekusudiwa kwa ibada na ndiye wa kustahiki kuabudiwa peke yake. Wa annahu alladhi, na kwamba yeye Allah ndiye ambaye yajibu an yustaadha bihi, ni wajibu kwa wanadamu kutaka kwake msaada na ulinzi. Watu wanaohitaji ulinzi watake ulinzi kwake. Wayaljau ilaihi, na wajielekeze kwake kwa kila wanalolitumaini. Adhan inshallah taala. Dhakara innahu ilahuhum wa maabuduhum, kwa hiyo Allah hapa akataja kwamba yeye ndiye Mola wa watu wote na ndiye anayestahiki ibada za watu wote, watu wasiabudie vitu vingine. Wa annahu alladhi, na kwamba yeye ndiye ambaye yajibu an yustaadha bihi, ni wajibu watu watake kwake ulinzi. Wa yultajau ilaihi, na kutegemewe kwake yeye, watu wamtegemee yeye. Duna almuluk waludhama, kinyume na kuwategemea wafalme na wakubwa. Mtu amtegemee Mungu zaidi na huyo mfalme amtegemee Mungu zaidi. Insafu iliyopo kati ya mfalme na raia wake wote, kwamba ni watumwa wa Mungu, wafuate walichopangiwa, wasifanyane kwamba mmoja ni Mungu na mwingine ni mtumwa wa kumwabudu huyu Mungu mdogo. Wote wafuate la Mungu, kwamba ndiye anayestahiki mipango yake kufuatwa. Wataratibu sura, Qurtubi anaendelea kusema utaratibu mzima wa sura hii, sura ya kutakia ulinzi. Haya ndiyo wafanya watu walipojua haki ya Mungu wa kweli, wakaacha ibada zao na waungu wa wazee wao. Na mtu kuacha ibada ya waungu wa wazee wake ikawa ndo inaleta kutokuelewana, watu wakaingiana maungoni wakapigana. Wanataka wewe rudi kwenye dini yako ya zamani, na mwingine anasema la, nimeshamfahamu Mola wangu wa kweli, siwezi kumkataa nikarudi kwenye dini ya kijinga. Lakini sisi watu wa sasa hatujaelewa hadhi na heshima ya Mungu wa kweli, tunapeleka heshima mahala msimofaa. Wenzetu walifahamu ndo yakatokea mabadiliko, sisi hatufahamu ndo kwanza tunazidi kutota kwenye maasi. Mambo asiyoyataka Mungu kakataa wazi wazi, sisi tunamtendea, na aliyoyahimiza sana yamekuwa disqualified, hayafai, kwa sababu hatujamfahamu hata huyo Mungu mwenyewe. Wenzetu walimfahamu ndo wakajua kumwabudu, sisi kwa sababu hatumfahamu ndo hatumheshimu. Na huenda huyo ambaye anapiga kampeni Mungu aeleweke akaonekana mbaya, akapangiwa afukuzwe au auawe, afanywe kama vile ambavyo huko asili yalitokezea, kwa sababu yalikuwa yanaingia kwenye akili za watu wajinga. Hawataki watu kuelewa ukweli. Wataratibu sura, utaratibu mzima wa sura bihadha shakli, kwa mtiririko huu uliofumiwa hii sura, fi muntaha al-ibdai, uko katika upeo wa juu wa kumfahamisha mtu akafahamu. Ufahamu wa mtu umewekwa katika nafasi ya kuwa mzuri kutokana na mtiririko au mpangilio wa sura yenyewe. Wadhalika, na huo ufahamu wenyewe uliowekwa katika sura hii ndogo yenye aya 6 tu, lianna al-insana awalan yaarifu anna lahu rabban. Mwenyezi Mungu kajiita, kasema kul a'udhu birabbin nas. Kapanga hivyo kwa sababu mwanadamu yoyote jambo la kwanza analolifahamu hujua kwamba yeye anaye Rabb, anaye Bwana juu. Hasa kama kaibua macho yeye kwao kunatangazwa uzalendo, utaifa, basi anajua yeye ni mtu wa kutii serikali, kumtii nani au mila ya jadi aliyozaliwa. Yeye itakuwa tarbia nzima ya maisha yake ni kuheshimu hicho ambacho kinaitwa Rabb, kama ni Rabu wa kweli au Rabu wa bandia. Lakini maumbile ya mtu yanamlazimisha lazima kwanza awe na Rabu. Walioabudu Marbukh, walioabudu Lata na Uzza, walioabudu sijui Suwa, Yauka wa Nasra, watu wa Nuhi, wote za hili bwana Adamu yoyote ndo la kwanza katika akili yake.
Ukijijua mimi ni mdogo, mimi ni mtawaliwa, nastahiki kuwa na heshima na toa kwa Mola Mungu wangu. Kwa hiyo kama Mungu wenyewe sanamu, Mungu wenyewe mfalme, Mungu wenyewe ni nani, jini, mradi cha kwanza mwanadamu anachofahamu ni hiki. Kwa hiyo mwenye kutoa discipline kwa jiwe anatoa discipline ibada yake kwa jiwe. Mwenye kuabudu ng'ombe anatoa ibada yake kwa ng'ombe. Mwenye kumwabudu mganga anamwabudu mganga. Mradi mtu cha kwanza anachoelewa yeye anaye Rabu, kama ni wa kweli au wa bandia. Kwa sababu ya kulijua hilo, Mwenyezi Mungu ndo akataja pale kul a'udhu birabbin nas. Yuko mmoja wa bwana wa watu wote. Hawa wengine wana limit. Anayeabudiwa na watu wa hapa Asia basi ni wa Asia tu, hafai huyu kwa mazingira mengine. Anayeabudiwa na watu wa hapa jadi yao basi ndo hao wa hapa tu. Sasa hawa watu wote hawa ni milki ya Mungu mmoja, huyo ndo mumtambue. Hapo ndo mtakuwa mna uniformity na mambo yenu yatanyoka. Otherwise kutakuwa kuna mivutano, migogoro isiyokuwa ya lazima. Lakini nyote nyokeni, mtambueni Mola wenu mmoja. Kwa hiyo kwanza kafahamishwa binadamu anaye Bwana mlezi mwenye kumkimu kwa mahitaji yake tangu alipoumbwa tumboni kwa mama yake. Hakupelekewa herizi wala chochote huko, na alikuwa anakula, anakunywa, anavuta pumzi na anakwenda haja. Kwamba Allah alikuwa anafanya malezi tangu huko. Kuja tu duniani akambadilishia system ya matumizi, akawa anakula, anakunywa, anavuta pumzi na kwenda haja kwa mifumo mingine tofauti na aliyoitumia tumboni. Huyo ndo mlezi huyo wa kuheshimiwa. Kumbuka ihsani alikokutoa huko mbali mpaka umefika hapo. Tena umekuja akili huna, hujui chochote. Umekuwa kidogo kidogo ukapata akili, ukasoma, ukatumia zile neema nyingi ambazo huzileta kwa ajili ya waja wake. Hajawapa hata malaika wala watu wengine, viumbe wengine. Kwa hiyo lazima la kwanza alilotaka Mungu kutuma mitume, kuleta vitabu, kwanza yeye atambuliwe na viumbe wake. Kwa nini hatumtambui? Kwa hiyo katangaza hapa, watu wote wanapaswa kuelewa wanaye Rabu mmoja na lazima wamheshimu. Kwa leo inshallah hizo aya 3 zinatosha. Aya ya 4 na zinazofuata baadaye tutakuja kusoma darasa ijayo. Wallahu a'lamu. Wassalamu alaykum. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا اللهم لك أسلمنا. Amin. Msikilizaji wa Radio Maana FM, ni dua kutoka studio. Nimepata nafasi ya kuweza kusikiliza kisindikizo uzuri kabisa kipindi cha tafsiri ya Qur'an kutoka kwake Sheikh Salim Ali, Surah An-Nas aya ya kwanza mpaka aya ya 3. Ndio nimepata nafasi ya kuweza kusikiliza. Ikiwa tayari 5 na dakika 3 tunakwenda kusikiliza kipindi cha Baba Kiruasha Babia Wana Babia Shehere, nazungumzia kipindi cha familia. 104.5 Iman FM Dar es Salaam. Elimu bila mipaka. Ya munzil al-ayat wal-furqan bayni wa baynaka hurmatul Qur'an ashrah bihi